mtapewa, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapewa. Kwa majina naitwa Elizabeth Lucas Luoga, niko Mpito ila nimetokea Njombe, nipo kwa mchungaji Alex Shavunza. Mimi ni mwalimu wa watoto kanisa la EAGT. Changamoto kubwa kwa watoto ni wazazi. Tunavyowaambia labda wazazi watoe michango, watoto labda wanataka watoke, kwa mfano tuwatoe out watoto waende sehemu nyingine tofauti na hapa kanisani. Changamoto inakuwa kwenye michango upande wa wazazi. Hiyo ndio changamoto kubwa. Na faida ya kuwaleta watoto kanisani. Faida ya kwanza, mtoto akikuwa kanisani ni vigumu sana kuwa na mambo tofauti ambayo sio ya kumpendeza Mungu. Mambo hayo ni mabaya, labda kuvuta bangi, kufanya mambo ya ovyo ovyo. Mtoto akikulia kanisani hawezi akawa na hizo tabia. Faida ya pili, mtoto akikulia kanisani anaweza akawa ni anatii walimu shuleni, anakuwa mtulivu shuleni, kanisani, hata wazazi. Kwa faida hizo zinakuwa pande zote. Mitaani mzazi utakuwa unapewa sifa kupitia mtoto wako kwa sababu anakulia kanisani. Mimi nawaambia wazazi, nawaomba kama mwalimu wa watoto, wasiwazuie watoto kuja kwenye makongamano, kwa sababu makongamano tunakutana makanisa tofauti tofauti na tunakuwa wengi. Wanafundishwa vitu tofauti tofauti, pia wanajifunza kwa wale wengine ambao wamewakuta pale. Kwa majina naitwa Peter Yusufu Mkondia na sali katika kanisa la EAGT Mpito Center kwa mchungaji Adam Yared Shavunza. Umuhimu wa kongamano la watoto, cha kwanza ni kuwaleta watoto pamoja. Hata wale ambao hawasali nao wanakuja pamoja, hata wanakuwa na umuhimu wa kushiriki hata chakula kwa pamoja. Umuhimu wa pili ni kuwaweka watoto katika usawa. Hata unakuta mwingine wakuaji ya kuwakuta wanyanyapaa, wote wanakaa pamoja. Ndio umuhimu. Umuhimu wa tatu wa kuweka kongamano hili hapa ni kuhamasisha na kuvuta watoto wawepo wengi katika kumtumikia Bwana, wajue vipaji vyao mbalimbali. Changamoto tunazokumbana nazo, ya kwanza katika ufundishaji ni mwitikio duni wa wazazi. Wazazi wanakuwa na mwitikio duni au elewa mdogo. Wasema watoto mwanza kumwambia changamoto au kuleta watoto kwenye Sunday, watoto hawafiki. Alafu changamoto nyingine ni mawazo potofu ya wazazi wenyewe. Na kingine kinachokuwa na changamoto nyingine ni mwitikio wa wazazi waliopo ndani ya kanisa. Unapomwambia habari ya mtoto, michango inakuwa ni changamoto tofauti na kwenye wakubwa wanavyotoa michango. Nawasa kwamba wasiache kuwahimiza watoto kuja makanisani kwa sababu kuna faida nyingi yao wenyewe kwanza, lakini pia watakuwa na watoto bora leo na baadaye kwa kanisa, lakini pia kwa taifa. Lakini kwa kanisa ni sisi kama wazazi wetu au watoto hawa wasikome kuwaleta watoto makanisani, kwa sababu tutapata faida kubwa. Itakuwa ni faida kubwa kwa watoto hawa ambao watawasaidia wao wenyewe na kuwawezesha, na hakika tutakuwa na taifa na wanafunzi wazuri na watu bora ambao watakuwa wanafaa sana kwenye kanisa la leo na lile la baadaye. Lakini tukiwaacha hivi nyumbani wasiende makanisani, ni kwamba tutapoteza nguvu kazi ya baadaye na kisha tutakosa kanisa zuri lenye nguvu baadaye. Okay.